Dulayo kawa msanii wa kwanza kabisa katika kituo kipya cha VIP cha waraibu wa dawa za kulevya, lakini pia na waraibu wa pombe, na kituo hichi kiko Kigamboni, na tumefika katika uzinduzi huo ambao umeratibiwa ama kimezinduliwa na kamishna wa dawa za kulevya nchini, ambaye amefanua kundi maalum la watu mashuhuri ama wale watu ambao ni wa juu zaidi, ambao walikuwa wanashindwa kupata sehemu za kuauza matibabu kutokana na vituo vya VIP. Na kuunganisha naye umsikie na tukuonyeshe kituo hichi na Dulayo naye anasemaje. Mimi naitwa Abdulrahman Kasembe, wengi wananifahamu kama Dulayo. Mimi niko hapa kwa sababu nafanya mazoezi na kukemea pia habari za madawa ya kulevya. Sikuja hapa kwa sababu ya madawa ya kulevya, nikuja hapa kwa sababu ya pombe. Kiufupi nilikuwa nakunywa sana pombe. Kwa hiyo watu wameniona na watu wanaonipenda, na washukuru sana. Wakanikamshika mkono, wakanikamata na kunileta kwa Madam Pili. Madam Pili ni mtu mzuri ambaye nampenda kwa kweli. Mimi kanipokea vizuri, sina shida naye, na kituo kama kimefunguliwa hivi, mimi naomba watu wote ambao wanahisi wana matatizo basi wafike wapate huduma. Hiko ndio ninachotaka kusema. Namkubali sana Madam Pili. Namkubali sana Madam Pili. Mimi naitwa Dulayo. Asanteni, karibuni. Labda pengine tokea umeanza kupata huduma baada ya kufika hapa, hali iko yani, unaendeleaje, unajisikiaje kwa ujumla? Mimi nimefika hapa na wiki moja na siku kadhaa. Nashukuru, najiona niko sawa, nashukuru, najiona niko fiti. Mwenyezi Mungu ni mwema, ananijalia, basi naendelea pia na mazoezi, naendelea pia na dawa. Wito wako Dulayo kwa vijana na wengine ambao wanatumia pombe na vilevi vingine? Wito wangu mimi kwa vijana ambao wanatumia pombe, madawa ya kulevya, hizi wanaita siku hizi skanka sijui, na waomba wafike, kwa sababu Madam Pili ana baya na kituo ndo kimefunguliwa. Kwa hiyo wafike. Mimi mbona niko hapa na mmenikuta nafanya mazoezi, kwa hiyo wafike, hamna shida. Mimi Dulayo natamani ukikaa sawa urudi katika game ya muziki. Uzuri ni kwamba unapata muda wa kuandika mashairi, unakaa vizuri, yani hakuna heka. Kwa hiyo mashairi unaandika na ukirudi unarudi na moto. Moto ni ule ule tu. Wakae jikoni wapakue. Yeah. Kwa nchini Tanzania vituo kama hivi kwa ajili ya watu mashuhuri vilikuwa havipo. Na Pili Misana Foundation ndo angalau wamejitoa kwa ajili ya kujenga kituo kama hichi. Watu wengi waraibu maarufu walikuwa wanaenda nchi za nje kwenye kupata hizi huduma, lakini kwa nchini Tanzania hichi ni kituo cha kwanza ambacho tumekifungua kwa ajili ya waraibu wa dawa za kulevya na vilevi vingine, ambapo tunawaalika wale watu mashuhuri ambao wanataka wakae sehemu ambao ni sehemu tulivu isiyo na mchanganyiko wa watu wengi, waweze kupata huduma zao hapa. Kwa hiyo kituo hichi ambacho kiko Kigamboni kwa mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya ni kituo cha kwanza kukifungua kwa ajili ya watu maarufu, ili waweze kupata huduma hiyo ya unasihi na uponyaji wa uraibu mbalimbali ikiwemo dawa za kulevya. Nimekuwa nikitagiwa au nikitumiwa message na wananchi tu wengine, ukiacha wale walengwa wenyewe. Nimekuwa nikipokea message nyingi, nikipokea simu nyingi sana, lakini hofu ya watu wengi mashuhuri au watu wengi maarufu au watu fulani wenye nafasi fulani ni ile kuchanganyikana. Yani wengi walikuwa hawapendi kuchanganyikana. Kwa hiyo wengi wanaona tu nikienda alafu nikachanganyikana na watu wengine, habari zitaenea huko mitaani. Kwa hiyo wengi walikuwa wana hofu hiyo tu, lakini niwahakikishie kwamba kwenye hii nyumba yani kuna privacy ya hali ya juu sana. Kwa hiyo ni private kweli kweli. Kwa hiyo hata ukija hapa sidhani kama kuna mtu anaweza kujua kama uko kwenye rehab. Kwa sababu kwanza una uwezo wa kujifungia hapa na asije kutembelea hata mtu mmoja. Labda ukachagua tu watu ambao unawaruhusu waje wa kutembelea. Kwa hiyo niwatoe hofu watu mashuhuri, niwatoe hofu watu maarufu ambao wanapitia changamoto ya ulevi wa pombe, wanapitia changamoto ya uraibu wa dawa za kulevya. Waje hapa watapata tiba na usiri ndo msingi. Kwa wewe pia tumeona ukiwasaidia wasanii wengi sana kutoka katika uraibu mbalimbali, akiwemo Chidi Benze amepitia kwako, lakini wako wengi, kuna hawa wamepitia kwako. So far una idadi kamili wasanii wangapi kwako wamepita? Siwezi kutaja idadi kamili kwa sababu ndo narudi pale. Sio kila mtu anapenda kutajwa, ila wanafika karibu 8.
Kuna wengine ambao wanakuja kwa siri. Wapo wanakuja kwenye matibabu kwa sababu matibabu pia ni siri. Sio kila mtu. Yule ambaye anapenda kuonekana ndiye ambaye tunaweza kumuonyesha. Kwa anayependa ni makubaliano baina yetu na yeye. Lakini sio kila mtu anapenda kuonekana. Ndio. Una wito gani sasa kwa wale ambao walikuwa wanaogopa na kupata tiba hii? Kiukweli wasiogope. Uraibu wa aina yoyote unarudisha maisha nyuma, unavunja heshima, unadhalilisha sana. Kwa hiyo wasiogope, waje kwenye matibabu, waje watibiwe, na ninawaahidi kabisa kwamba usiri ndio msingi wa nyumba hii. Kwa hiyo hakuna ambaye atajua kwamba uko hapa. Kwa hiyo wanaweza kuingia hata usiku kwa usiku akajifungia hapa na hakuna ambaye atajua. Kwa hiyo hawana sababu ya kuendelea kuteseka, kuendelea kufa kwa sababu ya hofu. Wanatakiwa waje kwenye matibabu ili maisha mengine yaweze kuendelea. Na unaweza kuja hapa ukawa unafanya shughuli zako tu zingine. Kwa mfano msanii ukapata nafasi ya kutunga, kama una producer anaweza kufuata hapa, tunaweza kukupa sehemu ambayo ukafanya na producer wako. Kwa hiyo kama ni mfanyakazi labda uko ofisi fulani ukataka kuja hapa, unaweza kuja na laptop yako ukawa unafanya kazi, tukakupa nafasi unafanya kazi huko kwenye matibabu. Kwa ule muda wa ziada ambao hakuna madarasa, ukawa unaendelea kufanya kazi zako. Kuna sehemu ya kufanya mazoezi, unaendelea kujiweka fit, chakula ni kizuri, kila kitu unahudumiwa hapa. Kwa hiyo usiwaze kwamba labda nikienda pale nitafua, nitafanya usafi, nitapika. Hapana, hapa kila kitu wanafanyiwa. Mpaka massage wanafanyiwa hapa. Kabisa. Uraibu mwingine wao? So uraibu, tiba. Hiyo tiba. Kiukweli kabisa nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nitasema mafanikio haya au jitihada hizi nimezifanya mwenyewe. Katika jambo lolote zuri linalofanyika lazima nyuma kuna watu. Kwa hiyo napenda kuchukua nafasi hii, kutumia nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa uhai, lakini pili namshukuru mume wangu kipenzi, anaitwa Doto Vileti Masudi. Kiukweli kabisa amenisupport sana 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 sana, amenisupport sana kufikia hapa. Lakini nashukuru wazazi wangu, mama yangu, nashukuru watoto wangu ambao ndo nakamilisha familia yangu. Lakini nawashukuru kwa kipekee kabisa wafanyakazi wenzangu ambao ninashiriki nao katika kuendesha hizi huduma za Sober House. Wote kwa ujumla wao kiukweli kabisa wamefanya kazi kubwa sana, usiku na mchana, hawalali. Saa zingine wanakesha na wagonjwa kuhakikisha leo hii tunatimiza miaka 14 kwenye hii kazi kwa mafanikio makubwa ya kuanzisha nyumba hii ya watu maarufu au watu mashuhuri. Kiukweli kabisa nawashukuru na watu wengine wote ambao huwa wananisupport, wakiwemo watu kwenye mitandao ya kijamii, watu wa Instagram, watu wa Twitter, watu wa TikTok, watu wa Facebook na wengine wote ambao wamekuwa wakinisupport, kwa sababu support ni kubwa. Yaani kuna muda unaingia kwenye mtandao unasikia raha kwa zile message ambazo zinakuwa positive. Kwa hiyo nawashukuru sana.